Hivi sasa tunaufungua mlango wa nasaha, na nasaha zetu zitakuwa fupi kabisa, kama tulivyotangulia kutaja kwamba nasaha hazitochukua muda mrefu, ili tusiurefushe wakati ukawachosha watu, ikawa ile faida iliyokusudiwa kupatikana isipatikane. Ayuhannas, nasaha zangu mimi zitakuwa katika mafungu matatu. Nasaha za kwanza zitakwenda kwa baba harusi na sisi sote ambao tayari tumeshaoa. Nasaha za pili zitakwenda kwa mawali wa mabinti, sisi ambao tuna mabinti tumewaozesha au tunataraji kuwaozesha. Na nasaha za tatu zitakwenda kwa bibi harusi, na hapo itakuwa tamati ya nasaha zetu. Nikianza na upande wa bwana harusi na sisi wengine wote ambao tayari tumeshaoa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamuru sisi ndani ya Qur'ani tuishi na wanawake wetu kwa wema, pale aliposema subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na ishini nao hao wanawake kwa wema, changamaneni nao hao wanawake kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi katika jambo hili adhim, jambo la kuishi na wanawake kwa wema. Al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, katika kuifasiri aya hii au kipande hiki cha aya, katika kuyafasiri maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao wanawake kwa wema. Qala ay tayyibu aqwalakum lahunna, yafanyeni mazungumzo yenu kuwa ni mazuri kwa wao, wasemezeni wanawake wenu kwa lugha nzuri. Lugha inayotoka katika kinywa chako kwenda kwa mke wako isiwe ni lugha ya matusi, isiwe ni lugha ya kebehi, isiwe ni lugha ya dharau, isiwe ni lugha ya jeuri, bali lugha inayotoka katika kinywa chako iwe ni lugha ya kumpendeza mkeo, iwe ni lugha ya kumfurahisha mkeo. Tayyibu aqwalakum lahunna, maneno yenu yawe ni maneno mazuri kwa wao. Wa tayyibu af'alakum wa hay'atakum lahunna, kadhalika matendo yenu na ile mionekano yenu itengenezeni iwe ni mizuri kwa wao. Yale matendo yako kwa mkeo yawe ni matendo mazuri, yasiwe matendo ya dharau, yasiwe matendo ya kebehi, yasiwe matendo mabaya kwake yeye, yawe ni matendo mazuri kwake yeye ambayo ukimfanyia yatamfurahisha matendo hayo. Nukta muhimma, anasema Ibn Kathir, kama tuhibbu, kama vile ambavyo wewe unapenda, kama tuhibbu anta minha, kama vile ambavyo wewe unapenda kutoka kwake maneno mazuri, kama vile ambavyo wewe unapenda kutoka kwake matendo mazuri, kama vile ambavyo wewe unapenda kutoka kwake muonekano mzuri. Usikie lugha nzuri kutoka kwa mke wako, uone matendo mazuri kutoka kwa mke wako, umuone katika muonekano mzuri. Kama tuhibbu anta minha faf'al anta biha mithlah, basi na wewe
mfanyie vivyo hivyo mkeo. Isiwe wewe ndio unapenda kuona vitu vizuri kutoka kwake, lakini wewe ndiyo jeuri wa kwanza, wewe ndiyo mtoa maneno machafu wa kwanza, wewe ndiyo muonekano wako mbovu wa kwanza. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anasema, inni uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li, mimi ninapenda nijipendezeshe, nionekane katika muonekano mzuri kwa mwanamke wangu, kwa mke wangu, kama vile ambavyo ninapenda yeye ajipambe kwangu mimi. Kwa hivyo kile unachokipenda kutoka kwake, basi kadhalika mfanyie mkeo, na yeye ni mwanadamu kama ulivyo wewe. Yale unayoyapenda na yeye kadhalika anayapenda. Walidhalik qala alayhi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa familia yake. Familia yake inamuonaje? Ni mtu mbora kwao, au wakimuona wanahisi kuwa adui ameingia katika familia, simba ameingia katika familia, kiasi ambacho watoto hawakai pamoja na baba kwa ukaribu. Akiingia baba, watoto wanatafuta pa kuingilia, wanatafuta pa kujifichia. Mtume anasema huyo sio mtu bora. Khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu sio yule anayejidhihirisha kwenu nyinyi kwamba ni mtu mutawadhi, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mwenye heshima, ni mtu mwenye maneno mazuri, ni mtu mwenye matendo mazuri. Yule anayedhihirisha kwenu nyinyi hayo, halafu nyumbani kwake akawa ni mtu muovu, akawa ni mtu mwenye kuzungumza maneno machafu, akawa ni mtu mwenye kuyatenda matendo machafu, huyo si mtu bora. Mtu bora kwenu nyinyi ni yule mtu bora kwa familia yake. Kwa hivyo sisi tukitaka kumtambua mtu bora kwetu sisi, tunatazama familia yake inamzungumza vipi, wanamzungumzaje familia yake. Je, familia yake inamzungumza kwa kheri? Basi huyo ni mbora kwetu sisi. Familia yake inamzungumza kwa shari, basi mtu huyo si mtu bora kwetu sisi. Na Mtume akasema, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Kwa maana Mtume ndiye kiigizo chetu, yeye ndiye alqudwatul hasana, ndiyo kiigizo chema kwetu sisi. Kwa hivyo ewe bwana harusi, ukaishi maisha mazuri na mkeo, utengamae na mkeo katika maisha ya kheri. Allah anasema, waashiruhunna bilma'rufi wala tansau alfadla bainakum, na wala msizisahau fadla ambazo ninyi mmefanyiana baina yenu. Pale utakapokasirika, basi kumbuka katika fadla zake, na pale mwanamke atakapokasirika akumbuke katika fadla za mwanaume. Wala tansau alfadla bainakum, na wala msisahau fadla baina yenu. Mawili haya yatakufanyeni mdumu katika maisha ya ndoa, ikiwa mtatendeana wema, na ikiwa hamtosahau zile fadla ambazo ninyi mmefanyiana baina yenu. Ikiwa hamtoyasahau hayo, basi mtaishi kwa kudumu katika maisha ya ndoa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, istausu bin nisa'i khaira, shikamaneni na nasaha zangu katika kuwatendea wanawake kheri. Wafanyieni wanawake wenu mazuri, watendeeni wanawake wenu matendo ya kheri, na wala msiwatendee matendo ya shari, na wala msiwadharau wanawake wenu, na wala msiwazungumze kwa ubaya wanawake wenu. Mkiyafanya haya, basi maisha yenu yatakuwa mazuri, maisha ya ndoa yatakuwa maisha matamu, maisha ya ndoa yatakuwa ni maisha yenye baraka, maisha ya ndoa yatakuwa ni maisha mazuri. Mtaishi hayatan tayyiban mubarakan fi, mtaishi maisha mazuri yenye baraka ndani yake. Nasaha zangu za pili ni nasaha ambazo nazipelekwa kwa wale ndugu wa mwanamke ambao ni auliaun nisa, wale mawali wa wanawake
kadhalika wale watu wanaomzunguka katika majirani na marafiki na watu wa karibu wa mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha mno kwa ukali sana jambo la takhbibu almar'ati ala zawjiha, kumharibu na kumfisidi mwanamke juu ya mume wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, si katika sisi, kwa maana mtu huyo yuko mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yule ambaye yuko mbali na Mtume yuko mbali na Uislamu. Laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, si katika sisi yule ambaye atamharibu mwanamke yoyote kwa mume wake, atamfisidi mwanamke yoyote kwa mume wake. Sawa, atakuwa baba akamharibu mtoto wake kwa mume wake, anaingia katika waili hii. Kadhalika jirani, rafiki, ndugu wa karibu na wote ambao wanamzunguka mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha jambo la kutia chokochoko kwa mwanamke, na lengo na makusudio ikawa ni kumharibu kwa mume wake. Kwa hivyo tuchukue tahadhari, sisi ambao tuko jirani, sisi ambao tuko karibu na binti huyu na mwanamke huyu aliyeolewa leo hii, tuchukue tahadhari kunako kumharibu mwanamke huyu kwa mume wake. Tusije tukatia chokochoko na tukapeleka maneno ambayo yakapelekea ndoa yao kuharibika. Tujiweke mbali, kwani tukifanya hivyo tutakuwa tumejiweka mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam na tutakuwa tumejiweka mbali na Uislamu. Nasaha zangu za tatu na za mwisho ni kwa binti ambaye ameolewa leo hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ametaja mambo manne. Lau kama mwanamke wa Kiislamu atashikamana nayo mambo hayo, basi ni sababu ya kufaulu kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema katika hadithi, idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi mwanamke atakaposali swala zake tano, akaichunga swala yake, akaitekeleza vizuri swala yake kwa kuitekeleza swala kwa shurutu zake, kuyachunga masharti yake, kwa kuchunga arkani zake, kwa kuchunga wajibati zake. Idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha, na akaufunga mwezi wake wa Ramadhani vizuri kwa kuchunga vile vifunguzi vitakavyomfunguza kutoka katika funga yake, kwa kuhakikisha funga yake ameifunga vizuri kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasamat shahraha, na akaufunga mwezi wake wa Ramadhani. Wa hasanat farjaha, na akaihifadhi tupu yake kwa kuto kuihalalisha tupu yake kwa mtu yoyote zaidi ya mume wake, ikawa tupu yake ni halali kwa mume wake tu, akaihifadhi tupu yake. Wa ata'at zawjaha au ba'laha fi riwaya. Tumelasema na jambo la nne, na akamtii mume wake. Wa hadhihi nukta muhimma, akamtii mume wake katika yale ambayo mumewe atamwamrisha kuyafanya, akamtii. Qila laha, ataambiwa mwanamke huyu siku ya Kiyama, udkhuli aljanna min ayi abwabi aljannati shit, ingie peponi katika mlango wowote katika milango ya pepo utakao. Fayalaha min a'dhamil fadail, dini ya mwanamke wa Kiislamu iko katika mambo manne. Iko katika jambo la swala, ikiwa ataisimamia swala yake vizuri. Kadhalika katika jambo la asiyam, ikiwa atafunga funga yake vizuri. Kadhalika katika jambo la hifdhul farj, kuihifadhi tupu, ikiwa ataihifadhi tupu yake. Kadhalika fi ta'ati zawj, katika kumtii mume, ikiwa atamtii mume wake ataambiwa achague mlango wowote katika milango ya pepo minane.
au takao aingie katika mlango huo. Kwa hivyo, ewe mwanamke wa Kiislamu, ewe bibi harusi, nenda kashikamane na mambo haya manne kwenye ndoa yako, utafaulu na utapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume cha hivyo, usiposali utaupata moto, usipofunga kadhalika, usipomtii mume wako kadhalika, na usipoihifadhi tupu yako utaupata moto, waliyadhu billah. Nasaha hizi tuzichukue na tuzifanyie kazi, na tukiyafanyia kazi haya, basi maisha yetu yatakuwa ni maisha saida, yatakuwa ni maisha yenye furaha, yatakuwa ni maisha tayyiba, yatakuwa ni maisha mazuri, yatakuwa ni maisha mubarakan fihi, yatakuwa ni maisha yenye baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ilma an-nafi'a wal-'amal as-salih. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku elimu yenye manufaa na aturuzuku matendo yaliyokuwa mema, na awabariki wanandoa wetu na aibariki ndoa yao, na awape kizazi kilichokuwa chema, kizazi chenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.